Tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia. Ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti. Haina formula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa. Kama tulivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha miaka 5 mwaka huu 2025 mpaka 30, moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tunu ya muungano wetu. Hivyo basi kuhudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kuwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Tuzungumze, tuangalie tumekosea wapi, turekebishe, tuende na safari yetu ya taifa lenye amani na utulivu. Na haya yatafanyika kwa kufuata mila, desturi zetu, miongozo yetu, kanuni zetu, mitindo yetu ya maisha na sio kwa shinikizo. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa zaidi ya 60% ya watu wa nchi hii ni vijana, tutaweka kipaumbele kwenye sera na programu zitakazopanua fursa za kiuchumi, kutengeneza kazi na ajira, kuongeza wigo wa hifadhi za jamii na kuwajengea kesho iliyo bora. Ili kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali mwema wa taifa letu, tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Asante sana Mheshimiwa Wabunge. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara ndani ya wizara yenye mambo mengi. Naelekeza vyombo vya usalama. Ninafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya Rais. Jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Serikali inaendelea kuangalia njia nzuri ya kuimarisha mfuko huo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa walengwa. Aidha, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tutaanzisha madirisha ya uwekezaji kwa vijana, yani Youth Investment Windows. Madirisha haya yatatoa mikopo nafuu na mitaji ya uwekezaji kwa biashara za vijana. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo niliyoyaeleza, kuna mengi zaidi ambayo tumejipanga kuyafanya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ni dhima ya serikali kuendeleza ukuaji wa uchumi, na katika kipindi hiki tutaanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025
25 mpaka 2050, tukilenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Dira mpya imeweka vigezo vya kuchagua sekta na maeneo ya kupewa kipaumbele yaliyobainishwa kwenye andiko la dira yenyewe. Kati ya mikakati itakayofanywa kazi ni kuwekeza zaidi kwenye sekta zinazoajiri watu wengi, na miongoni mwa sekta hizo ni kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na madini. Malengo yetu ya kiuchumi ni kupandisha kasi ya ukuaji wa uchumi toka 5.6% ya sasa hadi zaidi ya 7% kuelekea mwaka 2030. Ukuaji huu utaiwezesha serikali kuboresha huduma za kijamii na kujenga miundombinu wezeshi ya kiuchumi. Tutaimarisha masoko ya mitaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji badala ya kuweka mzigo mkubwa kwenye deni la taifa. Mwelekeo wetu ni kukua kwa pamoja kwa uchumi unaogusa maisha ya mtu mmoja mmoja, yani microeconomy, na kukua kwa uchumi jumla, yani macroeconomy. Mheshimiwa Spika, mtakubaliana nami kuwa sekta binafsi ni nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi, hususan sekta binafsi ya ndani. Tutaboresha zaidi mazingira ya biashara nchini kwa kukamilisha utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara, yani Mkumbi. Aidha, tutatekeleza mapendekezo ya tume niliyoiunda ya kuboresha mifumo ya kodi nchini ili kuwapatia wafanyabiashara wetu wepesi katika kufanya biashara zao. Tutaendelea kuweka nguvu zaidi kudhibiti mfumuko wa bei za bidhaa, ambayo ni hatua muhimu katika kupunguza gharama za maisha ya wananchi. Pia tutaweka motisha kwa viwanda vya ndani ili viweze kuzalisha kwa gharama nafuu na kuuza kwenye soko la ndani na nje. Tutaongeza vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi ili kuchochea uzalishaji na kukuza ushindani wa bidhaa za ndani. Mbali na mikopo, tutafungua fursa mahsusi kuhamasisha vijana na wamiliki wa biashara ndogo ndogo kupata elimu ya biashara na kuweza kujisajili katika mfumo wa kielektroniki wa manunuzi ya serikali, yani TANSIS. Vile vile, kupitia vyuo vyetu vya ufundi stadi VETA, tutaongeza programu maalum za mafunzo ya ufundi stadi na kuunganisha programu hizi na miradi ya kimkakati kama reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari, uchumi wa buluu, madini na gesi, ili vijana hawa wapate uzoefu na waweze kuajirika. Kwa watakuwa VETA wanasoma na wanakwenda kufanya mazoezi kwenye miradi mikubwa hiyo. Serikali itaanzisha kanda za kuendeleza ujuzi zitakazowezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika katika makampuni ya sekta binafsi na kuangalia uwezekano wa kutoa vivutio maalum kwa makampuni yatakayotoa